Asa Allah atawatolea katika dunia hii viumbe wake wenye ukorofi waliowazidi wao. Watapambana na wakorofi wenzao bisababi asyanihim, kwa sababu ya kuasi kwao. Wanapelekewa mitume, wanawakataa. Mitume yao hupewa vitabu vyenye mwongozo, wanavipinga. Wakielekezwa kwenye kheri hawaelekei, shari ndo chaguo lao. Sasa Allah na yeye atawatia adabu kwa upande huo huo. Wewe ukiwa mbabe, ni jambo dogo sana la Allah kukuonyesha mbabe kuliko wewe. Ukivaa nguo la ukorofi, kibri, Allah atakuonyesha hapa duniani aliyekuzidi kwa kibri. Kwa hiyo kwa sababu ya ukorofi wao watu hawa, kwa sababu ya kuasi kwao sana maagizo ya Allah, Allah kawaandikia mpaka kitakuja kiyama katika dunia hii, na wao hawatokuwa safe. Atawatolea watu watakao wafanyishia na wao wawaonjeshe adhabu mbaya, kama tulivyopata picha huku nyuma kwenye sura yetu hii ya wana wa Israeli walipokuwa Misri. Waliingia Misri kwa kheri wakati wa Yusuf alayhi salam, na Yusuf alisimamia majukumu yake kwenye nchi ya Misri kwa haki na uadilifu mpaka watu wakampenda na wakawapenda na watu wake pia. Yani watu wa Misri walimpenda Yusuf, wakawapenda na familia ya Yusuf. Lakini kama dasturi, akiondoka mtu mwema muadilifu, wale wabaya huwa wanakuja kuharibu kazi yake. Alipoondoka Yusuf, ndugu zake wana wa Israeli, kule kuaminiwa kwao na kupendwa kwao, wakakutumia vibaya, wakafanya dhulma sana kwa wana wa Israeli, mpaka ndo zikazaliwa zile tawala za mafarain, wakawa wanawaonjesha adhabu mbaya. Kwa hiyo lile Allah anasema atawafanyia mpaka kitakuja kiyama. Watafanya dhulma, lakini na wao watapata watakaowafanyia dhulma vile vile. Bisababi isyanihim, kwa sababu ya uasi wao, wa mukhalafatihim amra Allahi, na kule kupingana kwao na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ihtiyalihim ala almaharim, na sababu ya tatu ni kule kufanya hila kwenye yale mambo yaliyoharamishwa, wao wanayahalalisha. Kama unavyoona kwa sasa ulimwengu wetu wa leo, watu wala hawaoni aibu kupigia debe, kusimamia, kuonya mataifa. Mkitaka msamehewe deni, mkitaka mpate msaada, wekeni katika nchi yenu sheria za mapenzi ya jinsia moja. Yani ni jambo linalosimamiwa na watu. Baya, ovu, lishasimliwa athari yake, wameangamizwa watu wengi kabla yake. Lakini waliopo sasa wanaendelea kwa fujo kuyasimamia yale maovu. Sasa nyuma ya haya ndo wako hawa jamaa. Sasa Allah anasema na yeye si maskini kihivyo, anaweza kutoa katika waja wake hapa hapa duniani watakao waadhibu hawa, wakawaonjesha adhabu mbaya. Kwa hiyo kama walidhalilishwa Misri, wakachinjiwa watoto, wakafanyiwa vipi, alafu wameokolewa, wanafanya yale yale. Si jambo kubwa wala gumu kwa Allah kuwaletea viumbe wake hapa hapa duniani watakao wapa adhabu mbaya na wao. Hayo yote yanakuja kwa sababu hizi, bisababi tughyanihim, kwa sababu wanachupa mipaka, wa isyanihim, na wanaasi maagizo ya Allah wanayopewa, wa mukhalafatihim amra Allah, na mara nyingi maagizo ya Allah wanayoagizwa wanayakataa, wanafanya kinyume chake. Wa ihtiyalihim ala almaharim, na wanafanya hila ya kuyaendea yale yaliyoharamishwa, wao wakayahalalisha. Waqad sallata Allahu alaihim bukhta Nassar faqatalahum wasabahum. Huko nyuma Allah aliwasalitishia wana wa Israeli bukhta Nassar, aliwaua kwa wingi, na wengi wakaishi kama mateka, wakakaa magerezani.
na wanawake wao wakawa wanafanywa masuria, mateka. Wasallata alaihimun nasara, na mara nyingine Allah aliwasalitishia manasara wa Kristo, yani Wayahudi wakatawaliwa na Wakristo. Faadhalluhum, wakawadhalilisha. Wadharabu alaihim alkhizya, na wakawadhalilisha kupita kiasi. Wasallata alaihim Muhammadan, na mara hizi za mwisho Allah akawasalitishia Wayahudi Muhammad. Walikuwa wana nguvu hapo Arabuni. Kuja kwa Mtume Muhammad naye kapambana nao mpaka wakawatoa kwenye Jaziratul Arab. Ndivyo wanavyofanyiwa, na Allah anasema atawafanyia hivi mpaka siku ya kiyama, mpaka kitakuja kiyama. Fatahhara al-ardha min rijsihim, kaja Mtume Muhammad kapambana nao. Walikuwepo Madina Wayahudi, walikuwepo Banu Quraidha, Banu Qainuqa, Banu Nadhir na wengineo. Kafanya nao mikataba mizuri ya kiungwana, ya kibinadamu, wakasaini, halafu wakaiendea kinyume, wakataka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawatimua. Hivi ndo wanavyoishi katika dunia hii. Kwa hiyo Mtume kaja kapambana nao akawashinda. Fatahara al-ardha min rijsihim, akaitaharisha ardhi ile ya Arabuni kutokana na uchafu wao. Wa ajlahum anil jaziratil arab, akawatoa katika bara Arabu, ukaambiwa hapa marufuku kuishi, tokeni, wakahama. Wasallata alaihim akhiran, na mara ya mwisho katika historia Allah amewasalitishia Mayahudi Hitler wa Ujerumani, naye kawadhalilisha. Akasema nitaendesha operation ya kuhakikisha habaki hata mmoja kiumbe mwenye macho ya buluu hapa juu ya ardhi. Yani Hitler alikuwa ana operation ya kuangamiza wote. Sasa hivi ndio inavyokuwa ikawakuta. Wakifanya ukorofi kupita kiasi, Allah hutoa katika ardhi, katika viumbe wake watakaowafanyishia na wao wakawaonjesha adhabu mbaya. Fastabaha himahum wakada an yubidahum, Hitler alihalalisha kuuawa kwao wana wa Israeli, kawatesa sana Ujerumani pale. Wakada an yubidahum, kama angeendelea kuwepo Hitler alikaribia awatokomeze wote wangelikuwa wameshapotea juu ya ardhi. Wayufnihim, alitaka wamalize kabisa, bilqatli watashridi, kwa kuwaua au wakimbie wakakae mbali na mipaka yake, asikoweza kuwafuata. Fil ardi, katika ardhi hii. Kwa hiyo vitu kama hivi ndivyo vinavyowasibu Wayahudi. Wakishika nguvu wanafanya dhulma kupita kiasi. Allah akiona imetosha huwatolea na yeye katika viumbe wake wenye nguvu kuliko wao, na wao wakaonja kudhalilishwa. Wala yazalu wa'da Allahi, wala hautoacha huu wadi wa Allah, bitasliti al-adhabi alayhim, kwa kuwasalitishia viumbe watakaowaadhibu, sariyan ila an yaqtulahumul muslimuna fil ma'araki al-fasila insha Allah. Hawatoacha kufanya dhulma na wao wakapigwa mpaka pale Allah atakaporejesha tena nguvu kwa Waislamu, vikaja vita vya kuutukuza Uislamu ukashika tena pawa kama ilivyotokezea huko nyuma insha Allah. Wa yawma idhin, na hapo Uislamu utakapopata nguvu, yafrahul mu'minuna binasrillahi, waumini watafurahi kwa ushindi watakaopata kwa msaada wa Allah. Kwa hiyo mambo yanaenda, mara wanakuwa juu, mara wanaanguka, mara wanakuwa juu, mara wanaanguka. Kawaandikia hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, kama aya inavyosema, mpaka kitakuja kiyama. Inna rabbaka, hakika ya Mola wako, la sari'ul iqabi, ni mwepesi wa kuadhibu. Hakuna mbabe wa kudumu hapa duniani. Wanatokea wababe wakafanya ule ubabe, lakini huwa haudumu. Wa innahu, na hakika yake Allah, la ghafurur rahim,
ni mwingi wa kusamehe na mwenye rehema. Inna rabbaka, hakika ya Mola wako, sari'ul iqabi, ni mwepesi wa kuadhibu, liman asahu, kwa yule mtu anayemuasi Allah, anaweza akaadhibiwa haraka sana hapa duniani. Wa ghafurun rahimun, na Allah pia ni mwenye kusamehe na mwenye rehema, liman ata'ahu, kwa mtu atakayesema basi imetosha, ninatubu, najirekebisha, akarudi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama alikuwa mkorofi, akijirekebisha Allah humsamehe. Allah hana uhasama wa kudumu, akasema kwa ulivyonifanyia sikusamehe, ukirudi kwake anakusamehe haraka sana, lakini ukidumu kwenye ukorofi wako atakuadhibu haraka sana. Aya ifuatayo Allah anasema waqata'nahum fil ardi umama, Wayahudi tumewagawa katika hii ardhi, wako umama, makabila mengi. Kwa hiyo na hapa Allah anathibitisha hilo, kawagawa wana wa Israeli. Chanzo cha asili yao ni kimoja, maana Israeli ni Nabii Yaqub alayhi salam. Nabii Yaqub yeye ndo aliyeitwa Israeli. Bani Israeli ni watoto waliozalikana na Yaqub. Kwa hiyo watoto waliozalikana na Yaqub wako kwa makabila kwa mujibu wa zile familia zao. Wamegawiwa hivyo hapa ardhini, waqata'nahum fil ardi umama, tumewagawagawa katika hii ardhi, wako kwa mujibu wa kabila zao, kwenye descendants ya Yaqub alayhi salam. Farraqnahum fil biladi, tumewagawa Wayahudi katika miji, tawaifa, tukawafanya mataifa matapu. Wafiraqa, tukawafanya wako makundi mbalimbali. Fa fi kulli baldatin firqatun minhum, kwenye kila mji kuna firqa moja ya wana wa Israeli. Walaysa lahum iqlimun, wana wa Israeli hawana jimbo, sema hawa wanapatikana eneo fulani. Laisa lahum iqlimun yamlikunahu, wana wa Israeli hawamiliki iqlim kama jimbo, portion ya ardhi hii, kwamba eneo hili hapa ndo la wana wa Israeli. Hata la takuna lahum shaukatun, hawana eneo ambalo watajikita hapa ndo kwetu, hii ni nchi yetu, mpaka wakawa wamejiimarisha hapo na wakawa na nguvu. Na waona sasa hivi mataifa yenye nguvu yamewagawia kile kipande pale kidogo cha ardhi Palestina, na wakakusanywa Wayahudi waliokuwa wanaishi kwenye nchi mbalimbali duniani, wa Urusi, wa Marekani, wa Brazili, wa wapi, walikuwa wametawanyika, wakawaweka pale. Wanaona hapa watoshi, sasa wanaiba na ardhi nyingine za Waarabu kwa nguvu. Nisikia mzozo huo wa Gaza na kwengineko, wanavamia maeneo ya watu wakaimarisha, kwa sababu wao wamekosa mahala ambapo pananasibiwa, hapa ndo kwao, hii ndo nchi yao wana wa Israeli. Kwa sababu ya kule kupigwa sana na mataifa yenye nguvu, walikuwa wanasambaa, wanatawanyika. Kama hii mara ya mwisho walipopigwa sana na Hitler, walitawanyika sana duniani, wakawa wanaishi sehemu tofauti. Wamajtama'u fil ardi almuqaddasa fi hadhihi alayam, hawajakusanyika kwenye ile ardhi tukufu ya Palestina pale siku hizi, illa liudhabahu biaidi almu'minina insha Allah. Wamekusanywa pale, na pia hawafanyi kheri, wanafanya ukorofi na vitimbi mpaka watakapokuja kupigwa na mikono ya Waislamu insha Allah, kama waada bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo ameliahidi hilo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wanaonekana wana nguvu sasa hivi, lakini kuna siku kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala watapigika kweli kweli. Sasa hivi Waislamu wenyewe wamegawika, hawana umoja, wakaungana dhidi ya dhulma za wale mabwana. Lakini ni jambo la muda, litaisha hili la watu kuwa wamesambaratika
watakuja kuunga nguvu zao Waislamu na watakuja kufanya harakati kubwa ya kuihuisha dini mpaka irejee kwenye utawala kama ilivyokuwa huko asili. Haithu qala, mtume alisema kutabiri hilo litatokea. Alisema mtume sallallahu alayhi wasallam, la taqumu saatu, hakito simama kiyama hata yukatila almuslimuna alyahuda, mpaka Waislamu wataungana wapambane na Mayahudi. Kiyama hakitokuja mpaka zoezi hili lifanyike, Waislamu wawe juu wameshinda, ila akhir alhadithi. Hadithi ni ndefu, akhrajahu Muslim, hiyo hadithi ameitoa Imam Muslim kwenye Sahih Muslim. Thumma bayyana ta'ala, kesha akabainisha Allah mtukufu, annahum laysu jami'an, awawa Yahudi wenyewe hawako wamoja, na wao pia wana matabaka yao tofauti zao. Laysu jami'an fujaran, hawako wamoja kama wanavyoonekana sasa hivi, wana nguvu, wanaadhibu, wanadhulumu. Hawako wamoja kwenye ule uovu wao, sio wote waovu. Kama tulipita kwenye suratu Ali Imran, Allah kasema laisu sawaa, kawakandia Mayahudi, alafu akaja akatoa in exceptional case akasema laisu sawaa, sio Mayahudi wote kuwa wakorofi kama hivi mnavyowaona. Aghlabu ukorofi huwa unakaa juu, na ukorofi ukikaa juu ule wema uliopo chini hufichika. Lakini miongoni mwao wamo wema, min ahli alkitabi ummatun qaimatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun. Katika wana wa Israeli wako wenye akili, wako wema, wacha Mungu, wanasoma aya za Allah usiku na mchana, na wanasali, wanajua haki na batili, kweli na uongo, na wameshikamana na haki. Lakini hao hawaonekani, wamezidiwa na hawa waliokuwa wanafanya ukorofi. Watu wema siku zote hapa duniani huonekana dhalili, dhaifu, kwa sababu nguvu za maadui zao huwa ziko juu. Kwa hiyo yule wa kheri hasa huwa haonekani, maana mwenye shari hutaka aizime ile kheri ya mwenye kheri isionekane, isijitokeze. Lakini Allah hapa anasema laisu jami'an fujara, sio kwamba Mayahudi wote ni waovu, hapana. Bal fihimul akhyaru, wamo miongoni mwa Wayahudi ambao ni wema. Wa fihimul ashraru, na miongoni mwao wamo wale wabaya wa shari. Wako wenye kheri na wako wenye shari, lakini wakitamba wakivuma wa shari, wale wa kheri huwa wamefichwa, hawasikiki, hawatangaziki. Na akijitokeza wa kheri, kitakachotokea ni kuzima kuonekana kwa ile kheri yake. Faqala, Allah akasema hivi, minhum salihun, miongoni mwa hawa Wayahudi wako waja wema, wako wazuri tu, na wanachukia vinavyotendwa na hawa wabaya. Wa minhum duna dhalik, lakini wamo miongoni mwa hawa Wayahudi kinyume na hivyo, wamo wema, lakini wengineo kati yao sio wema. Sasa wasio kuwa wema ndo wenye nguvu, wale wema wao hauonekani, umefichika. Ai maana yake minhum, miongoni mwa Wayahudi, man amana, wamo walioamini, imani yao kwa Mola wao ni nzuri tu. Wa hum qillatun qalila, lakini wanakuwa ni wachache. Kheri hukubaliwa na wachache, na kwa sababu ya uchache wao wamezidiwa na wengi wa fujo, basi ile kheri walionayo haionekani. Maana wenye nguvu huwa wanaificha hata ile kheri, hata hawataki dunia ijue kwamba miongoni mwao wamo wenye kheri. Wana akili timamu, wanafanya mazuri, na wanachukia shari zinazofanywa na wenzao, lakini huwa hawaonekani.
hum qillatun qalilatun, wako katika Mayahudi wa kheri lakini ni wachache mno. Wa minhum, na miongoni mwa Wayahudi, man inhatta an darajati salah, wako walioipindukia hiyo daraja ya wema, bil kufri wal fusuqi, wamepitiliza katika ukafiri na uasi. Wa humul kathratul ghaliba, lakini hawa wakorofi ndo wanakuwa wengi na wako juu, wametawala, wameshinda. Tumewagawa hivyo wana wa Israeli duniani, wamo miongoni mwao wema lakini hawana nguvu, wachache, na wamo wengine wakorofi, hao ndo wenye nguvu na ndio wanaoonekana wamejitokeza kwa juu. Wabalaunahum, na huwa tunawapa mitihani. Siri ya mtihani maana yake ufaulu. Unaweza ukapewa mtihani wewe mwenyewe ukafahamu kwamba hapa nimeadhibiwa kwa sababu ya makosa yangu. Kama ni mtu mwenye akili, basi ujue ugomvi huu mimi sishindi, ujirekebishe, urudi chini, ufate utaratibu. Kwa hiyo Allah anasema hajawaacha hivi hivi tu kama anawaogopa. Wabalaunahum, huwa tunawapa mitihani ya kuwatambulisha wafahamu hadhi na daraja yao, warudi kufuata utaratibu. Tunawapa mitihani, ibtila bil hasanati was sayiati, mitihani mizuri na mibaya, kama alivyosema kwenye suratul Furqan, wa nabluukum bisharri wal khairi fitna. Hapa duniani nyinyi waja tunakupeni mitihani ya kheri na ya shari. Mitihani ya kheri ni kwamba unapata madaraka, unakuwa na mali, afya nzuri, huumwi hivi, mambo yako yanakuwa mepesi, maisha yanakuwa yamenoga. Ni mitihani kwako, lakini mwenyewe ndo unatakiwa huu unafahamu kwamba huu mtihani, na nyuma ya mtihani natakiwa ni faulu. Sasa mitihani ya kheri ni yale mambo mazuri ambayo kila mtu huwa anayakimbilia. Anaweza akakupa Allah lakini ikawa mtihani kwako. Taka uongozi, madaraka, hayo. Tenda uadilifu basi, usidhulumu, hiyo ndo mitihani yako sasa. Tunasema hapa uadilifu, na mimi hapa nilipo kama mbingu na ardhi, haiwezekani niwe muadilifu. Kuna watu si wa kutendewa kheri hapa. Hapa dhuluma kwenda mbele tu. Mungu mwenyewe anajua kwamba ninastahili, ndio maana kanipa hichi alichonipa. Kwa hiyo nina haki ya kufanya ninachotaka madamu uwezekano upo. Ukawa umepewa mtihani wa kheri, lakini kwako wewe ikawa ni shari kwa sababu umefeli huo mtihani. Kwa hiyo na hawa na Waisraeli ni watahiniwa tu kama watahiniwa wengine. Wabalaunahum bil hasanati was sayiati, tunawapa mitihani na wao kwenye mambo mazuri na mambo mabaya, ili wajifunze. Kama wanajua matokeo